Yes, habari yako mpendo mtazamaji na msikilizaji wa Top 5 Zaleka. Hatimaye tu kwenye usiku ambao umeandaliwa kwa muda usiopungua miaka 100. Na kufikia usiku wa leo imetugharimu kuweza kuwa na uvumilivu tosha. Na hapa tuko na vigogo waandaaji wa kitu bwana kinachoitwa Zaleka Legend Party Night. Na hivi tuko nao ambao wamesababisha siku ya leo tuweze kupendeza, tuweze kushine, tuweze kunawiri kabisa. Katika kuongea nao moja moja tuweze kufahamu yapi mawazo ambayo yamekuja na yamekuaje ili kwamba tuweze kupata kitu hichi siku ya leo. Habari yako kaka? Safi bro. Mzima afya? Tunamshukuru Mungu. Labda wewe na wengine? Na sisi tuko bie kabisa, tunamshukuru na kitengo cha Top 5 kiko sawa. Na sisi tuko sawa, tunamshukuru Mungu. Na tunaendelea na event yetu tayari. Hapa tumeanza Legends Party, kisi unaona watu wanaingia. Yani tumeanza na kitu kiko sawa, tunamshukuru Mungu. Tulijipanga sawa sawa na at least hatimaye Mungu amesaidia. Yani kukisi tulikuwa tunapangilia, Mungu ametushangaza, ametusaidia sana, na watu wengine wametusupport. Yani watu ambao wametusupport ni watu kawaida, wamecontribute kama vile wa invite. Yani sio kama mtu anakusaidia anasema anatia mchango wake tu, hapana. Yani ni mtu refugee ama mtu mwingine kawaida yote ambaye anaishi ndani ya kambi na nje ya Zaleka amejitolea, ametusupport. Yani kila kitu kiko sawa kwa mtaa huu. Asante sana. Unaitwa nani? Naitwa Lucas. Mimi ni secretary wa Legend Party. Ndio kazi yangu. Tunashukuru kaka, nawe tukusikilize. Na sisi tunashukuru kabisa, hatuna mengi ya kusema. Nadhani muhimu sana ndio secretary ashaongea, ndio secretary ndio kila kitu. Ila tunashukuru tu kabisa kwa wale wenye watushika mkono na wenye watusupport. Ni kitu kenye tulikuwa tunategemea kaka fika hapa, but shout out sana kwao, na tulifika kufanikiwa, na si kwa nguvu yetu, ni kwa nguvu ya media kama nyie na nguvu ya kabisa na kusupport. Kuhusu swala ya changamoto uliniuliza pale last time, but changamoto yote hatukupata changamoto, ndio kwa sababu watu waliitikia ipasavyo. Ndio kwa sababu kama mzima hapa hivi mapati ziko za mingi, lakini ile ya watu wazima Legend Party iko kaiko, ndio maana tuliamua kuitia safari vile ya watu wazima. Ndio maana kabisa kila mtu aliitikia wito na party iko fresh kabisa. Tunashukuru, tumsikilize naye kaka yetu hapa. Mimi ni Jimmy Kevin. I'm the manager, organizer. Kama kawaida hapa tuliorganize party tu vizuri. So kwa ujanja wetu Mungu alisaidia na nini. Unaweza kufanya kitu chako lakini kistoki. Lakini Mungu alitusaidia, kilipita vizuri tu. Kinapita vizuri na kinafanya kitaisha vizuri kwa nguvu za Mungu. Basi nguvu nyingine ni media na watu wenye walitusupport, cause na kila mtu wote mwalifika hapa maana yake alisupport hii kitu, na ndio kitu cha maana, na ndio kile kinatufanya mpaka sasa tuko hapa na mpaka tukeshe hapa usiku wote. Tumeshukuru sana brother manager wa Zaleka Legend Party Night, na tumeona mmealika watu maarufu, watu kutoka eneo mbalimbali zilizo nje ya kambi. Ni kitu gani hasa kilikwenda kuonekana kwamba hii party tunaweza kuijibia na tunaweza kuifikia kwa wenzetu ambao wanaishi kambini? Unajua kuwa mkimbizi wengine wanachukulia kama advantage ya kudharau, lakini wengi wamejibia walio nje ya kambi na wamekuja kuitikia mwito. Je, imekaaje hiyo? Mmefanya mbinu gani? Hakuna mbinu yoyote, it was just a matter of unity. Approach tukaongelesha na kila kitu, tunaomba kumapproach mtu na unamuonesha tukwambia tuna lazima unity. Unaona jinsi tunaishi kambini, watu wengi wamoja wako Lilongo, wengine Mzuzu, wengine maeneo mbalimbali ya Malawi, lakini tukasema tukawaambia right now tunataka tuungane pamoja to get some good memories. Kesho yake tueleze kuhusu tulikuwa kambini, wenzetu hata walikuwa mbali na ndani ya kambi. Tulipanga party, tukutane, to share memories, to dance, to furahi, to enjoy. Yani tukitoka kambini Mungu atusaidia kesho yake tukue na mambo ya kueleza, ama hata watoto wetu tukue na ile kitu ya kuonesha wakati yetu tulifanyaga hivi na hivi na wenzetu. And kuna mgeni mtaona, yani itakuwa tu ni mgeni, naye ni mkimbizi mwenzetu
aliwahi kukaa nje na hivi amerudi, yani sasa yuko nje, lakini amerudi kwa sababu tu ya kuja kusupport hii Legend Party. Mtamwona, siwezi kumsema jina, ila mtu atafika na mtamwona ya. Asante sana. Tumekuwa kwenye Legend Party na mara nyingi event za vijana, wazee au watu mitaani, wazazi wanakuwa wanaona kama hizi event zinakuwa za kiuuni. Sasa na event hii imeandaliwa kwa muda usiopungua wa masiku 7 mwezi. Je, haikutoka taharuki ndani ya watu au taarifa mbalimbali kwamba mnataka kutuharibishia jamii nini na nini, mambo kama na hayo kiongozi? Mambo kama haya hayawezi yakakosa, yalikuwa yako na yapo mpaka saa hizi, lakini tuliweza kuyachallenge. Kuyachallenge ni aje? Ni kuwaonesha ile seriousness yenye tuko nayo, tukaonesha hapana, hiki kitu sisi tunakifanya hapana, ni kwa ajili ya hivi. Sababu ni hii, ni kuonesha sasa watu tuko wakimbizi kweli, lakini wakimbizi na sisi tunaweza tukakuwa na kitu cha kusema. Unaweza kukua sasa, utapungua stress na nini, unaenda unafurahi na nini. Enjoy kama kitu kama hiki chetu tulifanya, ni kupungua ile stress kidogo yenye tuko nayo, tuna have good time na kesho tutajua wengine ya kufuata. Tuna uhakika kwamba tumefanya party ianze usiku mpaka kucha usiku au asubuhi. Je, watu watavumilia kabisa kwa ajili ya mazingira ya kambi? Ambao wanapenda vitu vizuri watavumilia kwa vingali vingi. Kweli serious havijaisha. Yes, Dzaleka Legend Party tutazamie nini huko ndani? Kaka yetu yuko kimya sana. Dzaleka Legend Party tutarajie vitu vingi viko ndani. Mko ma performance tofauti, ma dance, wa kuimba, wote wako ndani mule. Tutarajie tu kabisa, na kizani kila kitu tushaona mule ndani. Mko watu maarufu Malawi, wote wako ndani wataperform, na tutarajie vitu vizuri sana tu, kwa sababu ndio kitu mara kwanza kinatokea kuita watu wa maarufu Malawi kuja hapa ndani ya kambini participate in event yote hii, sababu tingi tunaanza na tutarajie vitu vizuri sana humu ndani. Azianza lakini watu washafurahi, ndio kwa sababu tukiendelesha vitakuwa ni vitu vingine. Tusubirie tu, kila mtu mtaona, maybe mtapost, mtaona jinsi vitu vitakuwa kule vile. Niongeze kidogo, yani kuna vinywaji bana, anajiamua kunywa atakunywa, atafurahi bana, amua kula atakula, atafurahi. Hakuna mtu yeyote ambaye ata regret, I'm sure. Tayari ameshaanza kula, watafika hata mpaka asubuhi wanakula na watakunywa. Kweli kweli. Kuanzia zilizopita hii na zinazokuja, utofauti uko wapi Legend Party na party zingine? Utofauti utaonekana mwenyewe, vitu vingine hatusemi, tusiongee vingi, sio kusema sema, watu wenyewe watashuhudia. Yes, that's all. Neno la mwisho kwa watazamaji? Neno la mwisho ni kuambia tu wenyewe waikae, wa enjoy, wachunge mpaka sasa tutamaliza ile 8, sasa tutamaliza 8 AM ndio waende. Kweli. Na gani? Asante, ameshamalizia, amewaambia yote, yani mpaka kesho saa 2 asubuhi. Asante. Usiku wa malegend, usiku wa wale ambao wamejipata kimaisha, ni usiku wa kumbushia ujana wetu umekuwa namna gani kwa kambi Dzaleka. Endelea kufuatilia Top 5 Dzaleka kwa taarifa nyingi zaidi. Asante sana.